Wa Kawabe Media, tuendelee kuzungumza taarifa mbalimbali za kimichezo mara baada ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kumtambulisha Steve Barker katika kikosi hiko kama kocha mkuu, lakini pia taarifa zinaeleza ni kocha wa aina gani. Inasemekana kwamba ni kocha ambaye anapenda kuanzisha miradi mikubwa sana. Mimi naitwa Ernest Singano, mbele yangu ya kamera nipo na Dr. Mo, lakini yupo pia hapa mwana Simba mmoja naye pia akiwa amejitokeza bana, mwenyekiti wanasema. Naitwa Dr. Mohamed Hamisi. Ijulikane hivyo kwamba mimi ndio mwenyekiti wa Tanzania Sports Influencers Promotion so far mpaka dakika hii. Kwa hiyo watu wote wadau wa michezo, waandishi habari wajue hivyo, mimi ndio mwenyekiti wa taasisi hiyo. Na kuelekea tamasha letu la Jumapili, nichukue nafasi hii pia kuwakumbusha au kualika Watanzania wote wa mikoa yote Tanzania bara anaweza kufika siku ya kesho Jumapili uwanja wa KMC Complex Mwenge kuanzia asubuhi, waje kwa makundi, waje kwa wingi, kwa sababu tutakuwa na matukio mengi. Tukio la kwanza itakuwa ni tukio la upimaji wa afya au kucheki afya yako ya moyo. Sio upimaji wa afya kipimo kikubwa, no. Maana yake HIV hapana, ni upimaji wa afya ya moyo. Madaktari bingwa kutoka taasisi ya Jakaya Kikwete, maana yake Jakaya Kikwete Cardiac Institute yuko Muhimbili, wataalamu bingwa bobezi wa masuala ya maradhi ya moyo, makardiologist tutakuwa nao siku hiyo, siku ya Jumapili, siku ya kesho. Wanakuja kupima Watanzania, wanakuja kupima washabiki wa mpira wa miguu, wanakuja kupima watu wote, wanakuja kupima maradhi ya moyo na kuyatibu. Kama una shida yako ya moyo, kesho ni sehemu sahihi ya wewe mwananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Kigoma, Mbeya na Arusha kuja kesho pale KMC uje upimwe, na msaada huo ni chini ya udhamini wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hapo tuanze na mara baada ya kumtambulisha kocha mkuu Steve Barker kutokea katika kikosi cha Stellenbosch. Takwimu zake zinatia mashaka. Uwezo wake ni mzuri, lakini ukija kwenye namba ni kama zinamhukumu sasa. Mechi 18 alizocheza katika ligi kuu ya kule Afrika Kusini ameshinda mechi 3, lakini pia sare na akifungwa mechi 8. Pengine hizi takwimu za Steve Barker Dokta, ni kama wana Simba wengi wanajiuliza. Zinatia mashaka hapo. Wewe ndio unakuwa na mashaka. Sisi hatuna mashaka. Steve Barker ni bonge moja la kocha. Ni wale modern coach ambao tunao duniani. Unanielewa vizuri? Nakuelewa. Yes. Kuna wale all these coaches. Wale makocha wazee wa kizamani ambao mifumo yao ya kizamani. Achana nao, tupa kule. Huyu ni modern coach. Understand? Yes. Ni kocha ambaye ameisaidia Stellenbosch kutoka kwa ligi ya daraja la kwanza kwenda ligi kuu kwa mara ya kwanza maishani mwao. Kocha mdogo huyo. Ni kocha ambaye msimu wa kwanza Stellenbosch wanashiriki mashindano ya CAF, maana yake CAF Champions League, CAF Confederation Cup, kombe la bara Afrika. Wanafika semi final. Understand? Yes. Semi final ni hatua kubwa. Ni hatua kubwa ambayo kuna wenzetu hapa walikuwa na miaka mingapi hawajawahi kufika. Wale wenzetu unajua. Lakini wao msimu wa kwanza mashindano ya CAF anafika semi final. Mechi kwa Mkapa, mechi uwanja wa Amani Complex, tulikuwa na jamaa huyu Amani Complex pale Zanzibar, ngoma inaisha sasa nao. Amani Complex Zanzibar, ngoma inaisha 1-0, goli la aua. Tunakwenda South Africa draw, uongo kweli. Hiyo ndio Steve Barker, kocha akiwa yeye. Mechi ilikuwa ngumu kaka. Wewe unasema sio kocha mzuri, kocha la kombe la Karim. Brother, ligi ya South Africa pia sio ligi kubwa brother. Ligi dunia nzima wanaiona. Brother, hii ligi hata nayo kaka ametoka kwenye very competitive ligi. Kaka Ponte ametoka ligi soft. Ligi ambayo hata hapa wapi Zambia ligi yao ngumu. Katoka kwenye soft ligi. Huyo ametoka kwenye ligi very competitive ligi. Understand? Ligi kubwa. Steve Barker ni kocha sahihi kwa klabu ya Simba, na viongozi ndio maana katika CV zile 240 wamesema hapana. Tumeangalia wote mpaka Roman Folz ambao alikuwa anamuita alikama kwa kocha wa mwaka wa mbele. CV alituma Simba kitu kasema hapana, piga chini, tunamtaka Steve Barker. Historia yake akiwa na Stellenbosch kwa haraka Dr. Natumai umeipitia vizuri sana. Yes, kwanza takwimu zake za mchezo 18, ameshinda michezo 5, kafunga michezo 8, zingine ni draw. Unaelewa? Sio takwimu mbaya. Inategemea unafundisha kina nani kaka. Unanielewa? Lakini kufika finali kwa mara ya kwanza kwa maisha yake, kuna watu Tanzania wamekaa miaka 60 ya uhuru finali hajawahi kufika. Yaani makocha wazuri uongo?
Sahihi. Sasa yeye kafika kwa mara ya kwanza. Nasemaje, ni kocha mbaya. Kocha ambaye mpira wake ni total direct football. Anapenda kupossess na mpira wa kasi. Na amewaambia viongozi wa Simba, nakuja dirisha dogo lafunguliwa, nataka kusajili. Yeye mwenyewe. Wewe unacheza kocha afikiri kocha mbaya. Yupo nafasi ya 14 katika ligi kuu ya Afrika Kusini alipotoka. Amewaacha Stellenbosch katika hali tete, katika hali mbaya. Yaani timu zipo 16, yeye yupo nafasi ya 14. Ndio ligi imeanza kaka. Ligi haijafika katikati na mwisho. Unaelewa? Unajua kama ungeshia nafasi hiyo. Ndio ligi imeanza na haijafika mbali. Nafasi ya 18 is just our position. It doesn't matter. Unaelewa? Hapa nakuja Tanzania kutana na klabu ya Simba, klabu namba 5 barani Afrika kwa ubora. Rasilimali zitakuwepo. Klabu ya mashabiki kama kina Dr. Moyo wana influence kubwa. Ambao ukiwa uwanjani pa Steven Beka. Beka. Sio nzuri. Lazima hamasike. Ashawishike akiona ile atmosphere uwanjani paka Dr. Moyo. Wewe kaka hatari bwana. Huyo anakuja kupeka finali ya kafu. Huyu Beka mmeanza vibaya. Hutaki. Mmeanza vibaya ligi ya mabingwa. Huyu kama kupewa kandarasi kameulizwa. Wewe tupeke finali ya kafu, kasema ndio. Akasema ndio. Akasikiliza. Tunakuingizia hela nusu. Unaelewa? Tunakuingizia hela nusu. Hela ya pili utasaini ukituvusha hatua ya finali. Ya nusu finali. Ya finali. Namnali. Ndio nakupa za Cuba hizo sasa. Kwa dola laki 7 ambao amesajiliwa bilioni, amenunua bilioni 1 na milioni 700. Huyu Beka huyu. Beka amenunua bilioni 1 na milioni 700. Viongozi wa Simba ametoa bilioni 1 na milioni 700 kumpata. Matajiri wa Simba ambao hawataka kumwachia. Utaki. Waligoma kumwachia. Mimi nakuelezea za Cuba. Matajiri wa Stellenbosch waligoma kumwachia, ni matajiri wenye hela nyingi. Uongozi wa Simba umeweka mezani bilioni 1 na milioni 700 kumngoa Beka. Kwa ameingiziwa bilioni. Wanachukua bilioni. Ukituvusha robo finali ya CAF. Unaingizwa 700 siku hiyo. Yaani haipiti dakika 10. Dokta, tushuhudie nzuri. Huyu kocha hatari kaka, na akamwambia Soa. Kamwambiaje Soa? Kaambia Soa akaanza kuongea na Soa. Kamwambia Soa, nataka nikufanye uwe mchezaji bora wa CAF mwaka huu na uwe top scorer wa CAF mwaka huu. Huyu Soa mwenye nizamu mbovu. Nizamu mbovu umesema wewe babu, wewe kocha mchezaji wetu mzuri wewe. Kwa mchezaji mwenye nizamu Tanzania hii kama Jonathan Soa. Wewe nikwambia. Kwa tushuhudie Simba ina gani chini ya Steve Beka. Kaka, Simba hatari ambaye haja kutokea. Kuna ulimwengu wa mazingira brother. Yaani Simba ya Beka ni Simba ambayo Simba ya Beka ni Simba ambaye haja kutokea. Nyinyi waandishi wa habari mtaniprove wrong siku hiyo mechi ya CAF Champions League tarehe 21 pale Esperance de Tunisi na mechi marudiano Benjamin Mkapa tarehe 30 mwezi wa kwanza. Hii Simba ya Beka hii ni Simba hatari kuliko Simba zote. Kaka, huyo hatari. Beka ana mifumo bora, kuna vifungo vyake vya shati. Yaani kuna vifungo vya shati. Kuna mifumo iko pale ameweka. Huyu Steve Beka. Huyu bara kaka. Kuna wallet, ana mifumo bora, kuna wallet. Yamekuwa hayo mara moja hivi. Huyu Steve Beka baba ni hatari. Mimi naambia wana Simba mpokee, tumpe ushirikiano. Wanachama na mashabiki tumpe ushirikiano Steve Beka. Huyu ndio kocha anakuja kutuvusha hatua hii. Wanasema mumpe muda. Simba haina kawaida ya kuvumilia makocha. Pengine ukiangalia historia yake ni kocha wa mradi. Ni kocha ambaye anapenda kutengeneza project Dokta. Ndio watu tumechukua. Na uwezo wa kumpa project yetu ni kuchukua CAF Champions League kaka. Mbona uelewi? Na uwezo wa kumpa muda. Kaka, sisi project yetu ni kuchukua CAF Champions League. Tumeattempt kwa Zoran Mark ikashindikana. Tumeattempt kwa Aussems Patrick Uchebe ikashindikana. Tukaattempt kwa Sven van der Bak ikashindikana. Tukaattempt kwa yule kocha wetu kujenga Mbaziri Robertinho Vieira ikashindikana. Tumeattempt kwa Mgunda Peko Gudiana Mnene ikashindikana. Tukaattempt kwa Benchika kocha namba 1 baada ya Afrika ikashindikana. Tukamleta kwa Tebo ikashindikana. Tukamleta Fati ikashindikana. Sasa chini ya Steve Baka tunakwenda kupenda kutokea. Kocha miradi. Kocha Simba imejipata. Simba viongozi wamempa project. Bana, sisi project yetu hiyo. Project yetu ni kuchukua CAF Champions League. Unaiweza? Akaambia mimi ndio master of projects. Nani haya majukumu?
Bila wekezo bao bilioni 1.7. Kaka, mshahara wake unahudumia kijiji cha kwetu. Kijiji kinakula asubuhi, mchana, jioni, mwezi mzima. Mshahara wa Steve Beka, kijiji cha kwetu pale. Kila kidogo. Bila kidogo. Tutakuru, wanakula asubuhi, mchana, jioni, mwezi mzima. Kauli za viongozi wa Simba